Movie inaanza usiku wa manane kwenye mashua ya uvuvi lililoko baharini, ambapo wavuvi wameweza kuvua mzigo mkubwa, lakini ghafla wamepeleka kitu kikubwa kikisongea chini ya rundo la samaki walilovua. Kitu wasichoweza kuona wazi, hadi kiumbe chenye kasi ya kutisha kinatokea na kuwashambulia. Mvuvi Ted anajeruhiwa vibaya na jeraha kubwa tumbo kote. Kwa hivyo nahodha mara moja anawasiliana na vikosi maalum vya kijeshi ili kutuma helikopta kuokoa Ted, akiwaambia wameshambuliwa na kiumbe cha ajabu. Wavuvi waliobaki walifanikiwa kumtia kiumbe hicho ndani ya sanduku lililofungwa kwenye meli, na helikopta ya kijeshi inafika kwa haraka iwezekanavyo. Inamchukua Ted ndani kisha kulazimisha nahodha atoe sanduku. Nahodha anajaribu kuwazuia, lakini wanajeshi hawawasikii hata. Wanachukua sanduku na kuondoka. Katika maabara ya siri ndani ya hospitali ya kijeshi, helikopta hutua na Ted anachukuliwa kwa kasi ndani kwa matibabu. Wakati kiumbe kinatolewa kutoka kwenye sanduku na kinajiuka kuwa mermaid, lakini yenye sura ya kinyama na ya kutisha. Huko mjini, Xander na wenzao wavuvi wanarudi na kujaribu kwa nguvu zote kuwasiliana na hospitali kujua Ted yuko wapi, lakini hakuna matumizi. Siku ya pili, katika sehemu nyingine ya mji, Ben anaonekana kwenye mashua ndogo akipeleka Silly aliyejeruhiwa. Anaomba marafiki zake msaada, na tunajifunza kuwa Ben na mpenzi wake Maddie wanafanya kazi pamoja kama wanabiolojia wa baharini wanaookoa wanyama. Baadaye usiku huo, Ben anakutana na marafiki zake wa zamani ambao waligeuka kuwa kikosi kimoja cha wavuvi kilichoshambuliwa na mermaid, na inafunuliwa kuwa Ben alikuwa mwanachama wa timu yao kabla ya kuchagua kuokoa wanyama badala ya kuwawinda. Xander na wengineo wanamwambia kilichotokea kwa Ted na kuhusu kiumbe cha ajabu ambacho hawakuweza kuona kikamilifu kwa sababu kijeshi kilichichukua. Ben anacheka tu na anasisitiza lazima walikuwa wamekisia, akiwaambia labda ilikuwa ni shaki kubwa tu, lakini hofu katika macho yao inaonyesha wanajua kitu kibaya zaidi kilikiwashambulia. Familia ya Ben inafunuliwa kuwa moja ya familia za anzilishi za mji huo, na baba yake anamiliki kampuni inayohusika na wavuvi wote. Siku ya pili, familia ya Ben inafanya sherehe, ikifichua sanamu ya babu zao, Charles Powell, na mji mzima huhudhuria. Ni wakati muhimu kwa familia, lakini ni wazi Ben hafuati mwelekeo wao, haswa kwa sababu wanamchukia Maddie na kwa sababu imani zao juu ya kuua wanyama zinapingana kabisa na zake. Mama yake anamkemea kwa kukosa tukio hilo muhimu, kujali tu muonekano wa familia hadharani. Ben anaomba msamaha na anaahidi atalifidia. Baadaye, Ben, Maddie na marafiki zao wanahudhuria sherehe ya pwani ambapo Ben anamuona Xander ameketi peke yake akiwa amevunjika moyo. Ben anakaa naye akijaribu kumshawishi kuwa Ted atakuwa sawa mara tu atakapopata matibabu na kwamba hakuna viumbe vya kwenye maji. Xander anapasuka na kumwambia kwamba isipokuwa anaweza kuhakikisha hakuna viumbe hatarishi chini ya usawa, viumbe ambavyo hawajui chochote kuhusu, basi hatamwamini. Ben hawezi kukana na anakubali kuwa bahari bado ni 95% haijachunguzwa na chochote kinaweza kuwa chini. Wakati huo huo, mtoto anapoelekea majini na ghafla anahisi kitu cha ajabu, anapatwa na hofu na anajaribu kuogelea nyuma, akakuta shark aliyekufa anaelea karibu naye, amechanika vipande vipande. Ben anaruka ndani ya maji kumwokoa mtoto na anaona mwili wa shark umechomwa na kuchanuliwa. Ben, Xander na Maddie wanajaribu kufikiria ni aina gani ya kiumbe cha baharini kingeweza kumuma shark hiyo, lakini hakuna mmoja wao anayejua. Baadaye usiku huo, Ben anaendesha gari kwenda nyumbani na ghafla anaona msichana wa kigeni amesimama katikati ya barabara, nyuki kabisa. Anakimbilia nje kumsaidia, anamvikia shati lake na kumpeleka nyumbani. Ndani anajaribu kuzungumza naye, lakini hasemi neno. Anaangalia kila kitu kwa mfano wa ajabu wa kutamani. Ngozi yake inaonekana tofauti, macho yake ya ajabu, na ghafla anatoa sauti ya ajabu yenye mtindo kana kwamba anaimba. Ben anamwita daktari amwangalie, lakini wakati anapotoka nje kufungua mlango, msichana anakimbia na kutoweka kabisa. Ben anashangaa, lakini hatimaye anaenda kulala hadi anamwota usiku kucha. Asubuhi ya pili, Ben anaamua kumtafuta akizunguka mji. Wakati huo huo, msichana huyo anatembea mitaani hadi anapoona duka lililopambwa kwa sanamu za mermaid. Mmiliki wa duka hilo, Bi Helen, anawaita watu ndani kuona sanamu zake ndogo za mermaid. Msichana wa ajabu anasimama mbele ya Helen, na mara Helen anapomuona, anaganda akiwa na hofu, asiamini anachoangalia. Ben anawaona kutoka mbali, lakini kabla hajafika kwao, msichana anakimbia. Ben anauliza Helen msichana huyo alikuwa nani, lakini Helen anakaa na kumwona yeyote.
Msichana anaendelea kuzurura hadi anapofika kwenye bandari ya uvuvi, akikumbuka kukwama kwenye wavu wa uvuvi na kujaribu kukimbia. Kisha anafika kwenye nyumba ndogo karibu na ufuo ambako anaona mvulana mdogo akiangalia TV na kwenye skrini katuni na mhusika anajijulisha kama Rin. Msichana anarudia jina baada ya kuisikia katuni na kusema jina lake ni Rin. Ghafla anaona helikopta ya toy na kuichukua akiondoka nayo. Mmiliki wa nyumba anatoka nje, anajaribu kuzungumza naye na yeye anamwambia tu jina lake ni Rin. Anamwomba ampeleke, lakini katikati ya barabara anasimamisha gari na kujaribu kumtukana. Rin anapasuka na kumshambulia akimuua mara moja, kisha anatoka nje ya gari akiwa na damu yake kwenye jaketi yake. Anaivua na kuirusha. Muda mfupi baadaye anapata viatu vya barabarani, anavivalia na kuendelea kutembea hadi anapofika mwisho wa pwani, mahali palipo Maddie na Ben wanafanya kazi. Maddie anawapa ziara kikundi cha watoto wa shule, akiwaonyesha wanyama wa baharini na kuwapa kushirikiana na siri aliyekuwa ameokolewa. Ghafla Rin anaonekana mbele ya asili huyo na mnyama mara moja anapatwa na hofu na kutoa sauti ya kutisha, ikisababisha watoto kupiga kelele. Maddie anachanganyikiwa na haonani Rin kwanza anapowafukuza watoto mbali na hatari. Ben anafika kazini na kumwona Rin amesimama hapo dhaifu na amechoka, akiwa na magamba ya ajabu yanajitokeza kwenye ngozi yake. Anamwomba akae kimya wakati anapomuita daktari tena. Maddie anamkaribia akiuliza kama anahitaji msaada, lakini Ben anamtuliza na kusema atafanya daktari kuja kumchunguza Rin. Ben anatoka kando kupiga simu akimwacha Rin peke yake. Jinsi jua linapozama, Rin anaanguka chini akitambaa kuelekea maji akiwa na maumivu makali. Anajitupa ndani ya bahari, anavunja nguo zake na kubadilika tena kuwa mermaid. Ben anasikia mshindo na haraka anaangalia kamera ya chini ya maji. Akaona tu Rin akiogelea kwa umbo lake la kweli mbele ya macho yake. Alishangaa, akapiga mbizi kuhakikisha alichoona, lakini Rin anamshambulia na kumchana kabla hajaweza kukimbia. Kijeruhiwa na kutisha, anaenda moja kwa moja kumwona Bi Helen na kumweleza kila kitu. Jinsi alivyokuwa sahihi, jinsi alivyoona mermaid mwenyewe na jinsi hadithi alizokuwa akisimulia miaka yote hiyo zilikuwa za kweli. Helen anamwambia anajua mermaid huyo ndiye aliyemjeruhi kwa sababu anamwona kama mawindo chini ya maji, lakini binadamu hawaelewi hilo. Anamsihi aulize familia yake kuhusu mauaji makubwa babu zake walifanya dhidi ya mermaids, akielezea kuwa alirithi urithi wa damu wa familia yake wa kuwawinda. Ben anatikiswa, asiamini viumbe alivyodhania ni hadithi tu vipo. Akigundua Xander alikuwa sahihi, anajiunga naye na baba yake kwenye mashua kutafuta Rin. Xander anamkaribisha ndani, lakini katikati ya barabara Ben anaanza kuhisi hati anapoona Xander akiinua bunduki ya mkuti kuelekea mermaid. Ben anakumbuka maneno ya Helen kuhusu mazingira ya vurugu ya familia yake, na kwa sekunde ya mwisho anasukuma silaha mbali akimwokoa Rin. Xander anapasuka kwa hasira akiwaambia Ben kuwa yeye ni mgeni tu na kwamba huu ndio uwindaji wao. Ben anasimama imara akisema yuko hapa kulinda mermaids, si kuwaua. Xander anasisitiza mpango ni kukamata mermaid, kujadiliana na kijeshi ili waweze kurudisha Ted. Ghafla wanahisi mwendo chini ya mashua na Ben anapiga mbizi ndani ya maji akidhani ni Rin, lakini badala yake anapata kifaa cha ajabu kilichotatizwa kwenye propela ya mashua. Kinatoa sauti sawa na mwito wa sauti wa mermaid, wazi imeundwa kuwavuta. Anaileta juu na wanagundua ni kamera na GPS inayofuatilia, vifaa vya kijeshi vilivyokusudiwa kuvutia mermaids kwa urahisi. Xander anachukua kifaa na wote wanaenda nyumbani. Wakati huo huo, Rin anatoka baharini tena, uchi na baridi. Anauibia nguro kutoka kwenye mstari wa kuchora nje ya nyumba, na wakati mmiliki anapomkama analia. Rin kwa asili anachukua fimbo ya chuma na kumtupia kwa nguvu ya kutisha. Fimbo hiyo inajigonga kwenye mti. Mwanamke huyo anaogopa sana, anarudi nyuma akimwacha Rin achukue chochote anataka. Rin kisha anaelekea nyumbani kwa Ben, lakini hamuoni. Kwa hivyo anakwenda kwenye duka la Helen badala yake. Mara Helen anapomuona, anafunga mlango kwa haraka na kujaribu kuwasiliana naye. Rin anachukua sanamu ya mermaids wawili na kujaribu kuelezea kitu. Ghafla anavunja sanamu kwa nusu, anawatenganisha mermaids wawili na kumwekelea mmoja kana kwamba kusema huyu ni mimi, kisha anaangalia mwingine kwa huzuni. Helen anaelewa Rin anamtafuta dada yake. Rin kisha anatembea na Ben na Maddie wanapoelekea kwa Xander, wanaotumaini kujua mahali Ted alipohifadhiwa ili waweze kufika mahali pa mermaid. Lakini Xander anapasuka kwa Ben anapogundua Ben alichukua kifaa bila kumwambia na kudai airudishe mara moja.
Xander anamuona Rin na anauliza ni nani, lakini Ben na Maddie wanadanganya haraka wakisema ni rafiki anayetembelea nje ya mji kumlinda. Ben anampa kifaa na kuondoka na Rin na Maddie. Rin anarudi mahali pa Helen na baadaye wote wanaelekea hali nyumbani kwa Maddie, ambayo pia hutokea kuwa nyumba ya Sheriff. Wakati huo huo, Sheriff anafanya kazi ya eneo la uhalifu kwenye barabara. Barabara ile ile ambapo Rin alimuua mwanamume aliyemjaribu kumtukana. Mwanamke ambaye nguo zake Rin aliwiba yuko hapo, akiwaambia Sheriff kilichotokea. Lakini hajali tangu inasikika kama kesi ya ibiwa nguo tu, hadi anapogundua nguvu ya mgongano kwenye mti, uteo mkubwa ulioachwa nyuma. Nguvu kama hiyo ingehitaji mtuhumiwa hatari zaidi ya mwizi. Baada ya Sheriff kumaliza uchunguzi wake, anarudi nyumbani na Mary na Ben wanasikia akizungumza kuhusu tukio la barabarani, akitaja kuwa damu iliyopatikana eneo hilo sio ya binadamu. Ben na Mary wanapatwa na hofu. Ukweli kuhusu Rin utafunuliwa na atawindwa kama tishio. Wakati huo huo, katika hospitali ya kijeshi, Ted anaamka na mara kwa mara anajaribu kuzungumza na muuguzi, hadi kugundua anamtuliza kila wakati anaposema. Anaona simu yake mfukoni na anaanza kupanga kuiba. Nyuma mahali pa Helen, Rin bado anaamka, akipitisha kitabu cha zamani kilichojaa michoro ya mermaids. Zaidi ya hayo, anaona kisu. Anaichukua na kuondoka nyumbani usiku. Asubuhi ya pili, Helen anaamka na kugundua kisu kimepotea. Anauliza Rin alikwenda wapi, lakini Rin anarudia tu maneno yake, akijaribu kuelewa asiweze kujibu. Ben na Maddie wanafika nyumbani kwa Helen na wanajaribu kumuuliza Rin kuhusu mwanamume ambaye gari lake alipanda, lakini Rin amezidiwa na hofu kwa dada yake. Anashikwa na wasiwasi na kumsukuma Maddie kwa nguvu ya ajabu, akimfanya anguke chini. Ben amemwambia Rin ana nguvu zaidi kuliko wao na lazima asiumize mtu yoyote. Wakati huo huo, katika maabara ya kijeshi, Ted hatimaye anafanikiwa kuiba simu ya muuguzi na kumtumia Xander ujumbe akiomba msaada. Xander na rafiki yake walifuatilia nambari ya muuguzi huyo. Wanapata anwani yake ya nyumbani na kuamua kumfuata ili kumtafuta Ted. Ben na Maddie wanaamua kumpeleka Rin kwenye maabara. Huko wanarekodi video wakikagua vipimo vyake kuelewa jinsi yanavyotofautiana na binadamu. Matokeo yanaonyesha akili ya juu sana na kasi ya kujifunza isiyo ya kawaida. Ben anapima reflexes yake na anapata kasi zaidi kuliko binadamu. Kisha anakagua uzito wake, zaidi ya paundi 196, nzito zaidi kuliko ukubwa wake unavyopendekeza, labda kwa sababu ya muundo wa mifupa mnene wa ajabu. Ghafla, Jerry, mmoja wa wafanyakazi kwenye kituo hicho, anaingia. Maddie haraka anaficha kadi ya kumbukumbu na video huku akijifanya kila kitu kiko kawaida. Ben kisha anapokea ujumbe kutoka kwa Xander akimwambia anamfuata muuguzi. Ben anafurahi sana, wako karibu zaidi kuliko wakati wowote kumpata Ted na dada Rin. Wakati huo huo, katika maabara ya kijeshi, mwanasayansi mkuu Decker anaendelea kufanya majaribio kwa dada Rin. Anahisi hatia kuhusu majaribio yasiyo na mwisho na sampuli anazochukua. Anasoma jinsi DNA ya mermaid inavyoathiri viumbe vingine na ni faida gani binadamu anaweza kupata kutoka kwayo. Anatabiri kwamba mnyama yoyote atakayesindikizwa na DNA ya mermaid hatakufa haraka, hadi panya aliyelemewa asindikizwe na DNA ghafla akapata uwezo wa kusonga tena na kutembea kamilifu. Decker anashangaa na kumjulisha Admiral anayesimamia mradi mzima. Nyuma na Rin anatoka mbali na Maddie na Ben na anamwangalia Jerry akiwapa chakula asili. Jerry anadhani ni msichana wa kigeni asiyezungumza Kiingereza na anamwalika kwenye sherehe mbali na mji. Rin anakubali bila kuelewa anachosema na kuondoka naye. Muda mfupi baadaye, Maddie na Ben wanagundua Rin amepotea na wanaanza kutafuta kila mahali. Eneo la uhalifu la barabarani, Sheriff anarudia hatua za mauaji na kupata jacket ya Rin iliyotupwa. Anamtembelea mwanamke ambaye nguo zake ziliibiwa na kuhakikisha jaketi hiyo ni yake. Anampeleka kituoni ili msanii wa michoro aweze kutengeneza mchoro wa mchanganyiko wa msichana aliyemshambulia mwanamume, na mchoro huo unafanana kamilifu na Rin. Polisi wanaanza kumtafuta, na wakati huo huo Ben na Maddie wanagundua mahali Rin alipo baada ya kuona picha yake na Jerry. Wanaelekea kwenye sherehe hiyo ambayo iko nje ya mji na wanafika usiku wa manane. Wanajitenga kutafuta Rin. Wakati huo huo, Xander na rafiki yake wanamfuata muuguzi kwenye kituo cha siri cha kijeshi kilichofichwa jangwani. Wanajaribu kuingia ndani bila kuonekana, lakini wanajeshi wenye silaha wanawafukuza, kwa hivyo wanaokoka maisha yao na kuamua kungoja hadi muuguzi atoke nje ili wamshike kona na kumlazimisha azungumze. Ndani ya maabara ya kijeshi, muuguzi anagundua nambari ya ajabu iliyojaribu kumpigia simu na anaanza kumtuhumu Ted, ingawa hana hakika kwa sababu yeye huwa anatulizwa kila wakati. Katika kituo kile kile, Daktari Decker anagundua mermaid hafanyi kama hapo awali. Anauliza daktari anayefuatilia viwango vyake vya maisha na kujua viwango vyake vya oksijeni vinapungua. Kasi ya moyo wake inapungua na anaweza kufa wakati wowote.
Akiwa na hatia, Decker anaamua kuchukua uchimbaji wa sampuli mwenyewe, hata kama inamaanisha kupinga maagizo ya Admiral ya kumwezesha kuishi. Anapokuwa akienda zake, Mermaid ghafla anafungua macho yake, akifunua kuwa alikuwa akijifanya tu wakati wote. Nyuma kwenye sherehe, Maddie hatimaye anampata Rin wakati Rin anapoanguka ndani ya bwawa la kuogelea. Maddie anapatwa na hofu, akiogopa mwili wa Rin utabadilika mbele ya kila mtu, lakini mwili wa Rin unabaki wa kibinadamu anapopanda nje kwa urahisi. Maddie anagundua maji ni maji ya bahari, ambayo inamaanisha Rin hubadilika tu baharini wazi. Ghafla polisi wanafika, kwa hivyo Maddie anamshika Rin na kumficha naye katika moja ya vyumba vya hoteli. Nje, polisi wanamuuliza Ben kuhusu picha ya Rin, lakini anakana kumjua. Ndani ya chumba, Rin anajaribu kufungua dirisha au kukimbia, lakini Maddie anaelezea polisi ni hatari na hawatakuelewa yeye ni nini. Maddie anamfundisha neno imani, akimwambia kwamba yeye na Ben wanataka kumlinda. Rin anarudia neno hilo kwa upole, hatimaye akielewa. Ben anarudi na baada ya polisi kuondoka, wote wanaenda nyumbani. Wanamwacha Rin alale kwenye chumba chao, lakini katikati ya usiku anasonga kati yao na kulala katikati. Katika kituo cha kijeshi, Ted anaamka kwa kengele na anasikia kelele za kutisha. Wanajeshi wakipiga kelele kana kwamba kitu kinawaua. Dada ya Rin alikuwa ameingojea wakati unaofaa na alikimbia tanki yake akiwaua kila daktari na mwanajeshi kwenye maabara. Kisha anavaa sare ya muuguzi. Ted anagundua yuko peke yake. Haraka anaamka na kumkutana naye ndani akidhani yeye ni muuguzi tu. Anamsaidia na pamoja wanaokoka. Ted anapata ufunguo wa gari mfukoni mwake, anaruka ndani ya gari na kuendesha mbali kwa kasi iwezekanavyo. Nyuma mjini, Xander na rafiki yake wanangojea usiku kucha nje ya nyumba ya Donna, muuguzi huyo, akidhani anafanya kazi zamu za usiku. Asubuhi, Ben, Maddie na Xander wanaamua kuitafuta nyumba ya Donna kwa dalili. Wanaona picha yake kwenye sare ya kijeshi. Ghafla gari linakuja nje. Watu wawili wanaingia ndani ya nyumba wakitafuta kitu. Kikundi kinajificha hadi wavamizi waondoke. Ben na wengineo wanagundua kijeshi kinajaribu kufuta ushahidi, ikimaanisha Donna hatarudi nyumbani. Ben na Maddie wanarudi nyumbani na kugundua kuwa ngozi ya Rin inakauka kwa kasi kutokana na kuwa nje ya bahari kwa muda mrefu. Ikiwa itaendelea, atazimia na kufa. Wanajaribu kumshawishi arudi baharini. Wanamvalia shingeli lenye kifaa cha kufuatilia ili waweze kufuatilia mahali alipo. Wakati huo huo, Ted na dada ya Rin wanaendesha gari kupitia msitu, wakati Ted anapata simu ya muuguzi na kupigia simu Xander akimwambia yuko wapi. Ben anasikia habari na kukimbia na Maddie kufikia Ted. Rin anaisisitiza kuja ingawa hawezi kupumua vizuri. Ben na Maddie wanapata gari la Ted na wamtoa ndani kwa wakati. Anaumwa sana na hawezi kujitambua. Rin anakaa kwenye gari akijaribu kupumua. Ghafla anaona dada yake amesimama kwenye msitu. Rin mara moja anamfuatilia, akisukuma kupitia msitu hadi wote wakafika baharini. Dada hao wawili hatimaye wanakutana tena. Wanapiga mbizi ndani ya maji pamoja na kutowaka chini ya mawimbi. Ben na Maddie wanawaona na wanafurahi wameweza kuwaleta dada hao pamoja tena. Wanarudi nyumbani huku Xander akipeleka Ted kwenye kliniki ya kibinafsi ili kijeshi kisimpate. Ben anawasaidia kupata daktari ambaye hatauliza maswali. Baadaye, Ben na Maddie wanaangalia mwendo wa Rin kupitia kifaa cha kufuatilia. Anaogelea kwa kasi ya ajabu hadi ghafla ishara inakatika kabisa. Baadaye, Xander na Ben wanaona habari za mwanzo. Maabara ya kijeshi ambayo Ted alihifadhiwa imechomwa hadi ardhini. Ted kisha anasafiri hadi kisiwa katika Alaska kujificha kutoka kwa kijeshi ambao sasa wanamwinda. Kila mtu anaanza kurudi kwenye maisha yao ya kawaida baada ya Rin kutowaka na Ted kuondoka mjini. Mwezi mmoja baadaye, mvuvi anapata idadi kubwa ya samaki waliokufa wanaoelea kwenye uso wa maji, ikiwashangaza kila mtu. Hakuna mtu anaelewa kinachotokea. Ben anaamua kufanya kazi kwenye kampuni ya familia yake kama mshauri wa mazingira, akitumai kupata njia salama zaidi ya uvuvi. Lakini kwa kweli, anataka kugundua sababu nyuma ya samaki waliokufa. Anajitia kwenye ofisi ya baba yake wakati hayupo na kugundua faili zilizounganishwa na kampuni ya tuhuma inayotuhumiwa kunyunyizia kemikali ndani ya maji kuvutia samaki. Ben na Maddie wanajifunza kuwa serikali sasa inaruhusu uvuvi wa kina wa bahari wenye ukali na kinyume cha sheria. Iri kawaida hulindwa kwa sababu uvuvi kupita kiasi humo kunaweza kuharibu mfumo ekolojia wa bahari kabisa. Kusudi halili linakuwa wazi. Kijeshi kinataka kupunguza samaki katika bahari ya kina,
Kwa hivyo mermaids wanabidi kuogelea karibu na uso na kuwafanya wawe rahisi kukamatwa. Ben na Maddie wanashangaa na wanajiuliza wanawezaje kulinda mermaids na kuzuia mgomo wa maisha ya baharini. Ghafla, kifaa cha kufuatilia cha Rin kinawasha katika mahabara. Ben na Maddie mara moja wanakimbilia mahali pale, hadi wakapata nusu ya chini ya Rin, mkia wake ukiashiria alibadilika kwenye nchi kavu. Wanagundua lazima yuko kwenye msitu ulio karibu. Wanaanza kutafuta kila mahali. Wakati huo huo, Rin na dada yake ambaye sasa anajiita Donna wanaiba mashati kwa kuvalia. Mwanamke anawaona na kwa kutishia kuita polisi. Donna anasisitiza wanapaswa kurudi baharini, lakini Rin anamwambia wanahitaji msaada wa binadamu na kwamba sio binadamu wote wana hatari. Anampeleka Donna kwa Ben na Maddie kwenye maabara. Muda kidogo baadaye, Ben na Maddie wanarudi na kumkuta Rin akikumbatia kwa upendo, tofauti na Donna ambaye hawaamini na anajiandaa kushambulia. Helen anafika baada ya kujua mermaids wako kwenye nchi tena. Rin anamjulisha Donna kwa Ben, Maddie na Helen, lakini Donna anamrukia Ben karibu kumuua. Rin anamlinda na kumpigana dada yake. Akishangaa, Donna anaondoka, lakini Rin anakataa kurudi majini bila yake. Anawaomba Ben na Maddie msaada, akielezea kwamba mermaids hawawezi kupata chakula kwa sababu wavuvi wanachukua kila kitu wakiacha bahari tupu. Ben na Maddie wanaahidi kusaidia hata hivyo wanavyoweza. Ben anajaribu kutumia ushawishi wake katika kampuni ya baba yake kufikia watu wakuu. Usiku huo, Donna anazunguka mitaani akiwa na njaa. Anagundua ghala lililojaa samaki waliohifadhiwa na kuwala. Mfanyakazi anamuona na anajaribu kumzuia, lakini Donna anamshambulia. Kabla hajamuua, anafaanika kuvuta kengele na sauti kubwa inamuogopesha. Anakimbia. Siku ya pili, mfanyakazi hulipoti tukio hilo kwa polisi na kutoa maelezo ya Donna. Helen anaamua kumtafuta Donna mwenyewe. Anatembea maeneo yenye vyakula vya baharini nyingi hadi hatimaye anampata na kumpeleka nyumbani, akimwambia wana kazi moja, kwa sababu yeye pia ni mmoja wao. Katika Alaska, Dr. Decker anafanikiwa kumtafuta Ted. Anamhoji kuhusu muuguzi aliyekimbia naye na kuhakikisha kuwa Ted hajui Donna ni mermaid. Decker anaondoka baada ya kuuliza maswali kadhaa, na Ted baadaye anaamua kurudi nyumbani mara tu anapojifunza kijeshi kinaamini hajui chochote. Nyuma mjini, Donna anaondoka nyumbani kwa Helen akiwa na hamu ya chakula. Anafika kwenye kampuni ya baba ya Ben na anaona wingi wa samaki waliokusanywa, akidhani yeye ndiye nyuma ya wizi wa chakula chao. Anapata picha ya Ben, anapata hasira na ghafla anasikia kelele. Ni Dr. Decker anamtafuta. Donna anakimbia mara moja na kurudi kwa Helen. Siku ya pili, Rin anaenda na Maddie na Ben kukutana na dada yake. Ben anaondoka kujiunga na marafiki zake, huku Maddie akibaki na Rin. Rin anamwomba Maddie atoke nje ili aweze kuzungumza na Donna peke yake. Maddie na Helen wanawaacha pamoja. Donna anamwambia Rin wanahitaji kurudi baharini, lakini Rin anasisitiza sio tena salama, watawindwa huko. Anamwomba dada yake amwamini Ben na Maddie kwa sababu anataka kweli kusaidia. Donna anapasuka, akisema aliona picha ya Ben mahali panapowaibia chakula chao. Rin anaelezea kuwa mwanamume kwenye picha hiyo ni baba ya Ben, sio Ben mwenyewe, na kwamba Ben ni mwema. Donna anakasirika na kumshutumu Rin kuwa kama binadamu kuwachagua badala ya dada yake mwenyewe. Wakati huo huo, kwenye kituo cha polisi, mpelelezi anaanza kuchunguza Donna na Rin baada ya kutambua kufanana kwenye ripoti. Anawatuhumu wanaweza kuwa wateja wa dawa za kulevya na kuweka picha zao kila mahali. Ghafla, mwanamume maskini anatambua picha na kumwambia aliuona karibu na bandari, karibu na maabara ya Ben na Maddie. Upande mwingine wa mji, Dr. Decker anaendelea kutafuta kila mahali kwa Donna, lakini bila mafanikio. Ben anafika kukutana na marafiki zake, ikiwa ni pamoja na Ted, ambaye anamwambia kuhusu maswali Dr. Decker aliyouliza. Mojawapo likiwa iwapo muuguzi aliyekimbia naye aliwahi kumimbia, na jinsi kuanzia wakati huo alihisi kuvutiwa, karibu kuwa mtegemezi wa sauti hiyo. Anagundua Decker alisikia wimbo pia, na ndio maana anatafuta kwa nguvu kwa Donna. Wakati huo huo, Xander anazidi kuwa na wasiwasi na wazo la mermaids, na anazidi kuhakikisha kijeshi kinawawinda.
Usiku huo, Ben anahudhuria mkutano nyumbani kwake kuunga mkono mama yake aliye kiti cha magurudumu, na Mattie anamsindikiza. Huko anaona Dr. Relskner Decker akizungumza na baba ya Ben kuhusu ugunduzi wake, matibabu ya mafanikio kwa kutumia dondoo ya mgongo ya samaki ya dimu ambayo inasemekana ilirudisha uwezo wa kusonga kwa panya aliyepooza. Mama ya Ben anakuwa na matumaini, lakini Ben anamvuta Decker kando na kumshutumu kwa kumpa mama yake matumaini ya uongo na kulia kuvuka mipaka ya maadili. Decker anaomba msamaha, kisha anaanza kumhoji Ben, akitumai kujua wapi Mermaid yuko. Ben anamkatisha, akisema anajua kabisa kwa nini Decker anatafuta, na analinganisha wimbo wa Mermaid na dawa, kitu kinachokushika baada ya dozi ya kwanza. Decker anashangaa na ufahamu wa Ben na anaomba kujua mahali pa Donna. Ben anakataa, isipokuwa Decker amwambie kwanza mpango wa kijeshi. Decker anaelezea kuwa kijeshi kimekusanya samaki wote wa eneo hilo karibu na chambo cha meli zao. Mara Mermaid watafikia, watawakamata, na yote yanatokea usiku huu. Ben na Mattie mara moja wanampigia simu Ren, wakimwomba asisogee karibu na maji. Wanamwonya kwamba mwanamume aliyemdhuru Donna anamwinda. Ren na Donna wanaamua kumvuta badala yake. Wanaunda sauti ile ile ya siren inayovutia ambayo Ben na Decker walisikia mara ya kwanza. Ben na Mattie wanakimbilia kuelekea sauti hiyo wakati Decker anapofika na hatimaye kuona Ren na Donna. Akigundua wote wawili ni mermaids, anawashika kona na Ren anashambulia tayari kumuua. Ben na Mattie wanamzuia, lakini hawezi kuelewa kwa nini wanamlinda mtu aliyemdhuru dada yake. Akiwa na kujisikia kusalitiwa, Ren anaondoka na Donna. Njiani, Donna anamwambia Ren kwa kila kitu alichojifunza baharini ni kweli. Lazima waue wale walio kwenye nchi kavu na baharini, lakini Ren anasisitiza wanapaswa kuharibu tu wale wabaya, sio wasio na hatia. Donna anakasirika akimshutumu Ren kwa kuwachagua binadamu badala ya dada yake mwenyewe. Kisha anatoka kwa hasira kuelekea bahari. Kabla tu hajapiga mbizi ndani, Xander anamuona akibadilika kuwa mermaid. Akishangaa na kufurahishwa, mara moja anaamua kumwinda na kumtumia Ben ujumbe kujiunga naye. Ben anaondoka kumtafuta Donna na Ren, akiwaambia Mattie ngoje kwenye maabara ikiwa Ren atarudi. Ren anafika kwenye kituo cha baharini na anajaribu kupiga mbizi ndani ya bahari kuokoa dada yake kutoka kwa kijeshi, lakini polisi wanaonekana nyuma yake na kumkamata, wakimpeleka kituoni. Mattie bado kwenye maabara anafuatilia viwianishi vya meli ya kijeshi na kusasisha Ben na Xander ambao tayari wako kwenye mashua ya uvuvi. Wanafika mahali pale, lakini meli ya kijeshi imekufa kwenye maji, imetupwa kabisa. Damu imenawiri kwenye deck. Wanaogopa. Baba ya Xander anawahimiza waondoke mara moja. Ghafla injini yao inakufa na Ben anapoteza mawasiliano na Mattie. Kwenye kituo cha polisi, Ren anahojiwa. Sheriff anamuuliza kuhusu mwanamume aliyemuua na anasisitiza lazima mtu amemsaidia. Anaelewa vibaya maswali yake mengi na kwa fahari anamwambia kwamba Ben na Mattie walimsaidia. Sheriff anashangaa na kwa amri anampa ofisa kumleta Mattie ndani. Mattie anafika akichanganyikiwa tu kwa baba yake kumshutumu kwa kumdanganya. Anaomba msamaha na anaamua kukiri kila kitu. Anamleta Ren ndani ya chumba cha kuhifadhiwa na kumwonyesha mikono yake inayobadilika. Sheriff ananyamaza, akigundua kwamba hadithi alizosikia akiwa mtoto zilikuwa za kweli. Akiwa amezidiwa, anaamini mara moja na anaamua kusaidia. Akiwaachia huru Mattie na Ren, wanakimbilia kurudi kwenye maabara na kujaribu kufikia Ben. Ren anahisi Donna anaweza kumuua bila kusita. Wakati huo huo, kwenye mashua iliyosimama, baba ya Xander anajaribu kurekebisha engine wakati kikundi cha mermaids ghafla kinashambulia. Kutoka baharini, mikuki inaruka, silaha zilizotengenezwa kwa mikono wazi na mermaids. Miongoni mwao ni Donna na mwanamume mermaid. Wanaume wanajaribu kujitetea na kufanikiwa kumtia mmoja wa washambuliaji ndani ya chumba cha hifadhi. Kisha Donna anasimama moja kwa moja mbele ya Ted. Kwa sababu alisikia wimbo wake katika maabara ya kijeshi, anavutiwa tena, akitembea kuelekea kwake kwa siku. Marafiki zake walijaribu kumvuta nyuma na mmoja wao akirusha flare angani, akimshangaza Donna, akiogopa mwanga mkali. Anapiga mbizi ndani ya maji na kutowaka. Kikundi kinasherehekea wakidhani wameweza kumtia mmoja wa merman ndani, hadi wanapogundua amevunja mlango na kukimbia. Wanamwona mkwake wake tu anapobadilika kuwa umbo la binadamu.
Ghafla, baba ya Xander anapiga kelele. Mwanamume merman anamchoma na kuruka tena ndani ya bahari. Xander anaanguka chini kwa shtuko, akiangalia baba yake akifaa mbele yake. Wanafanya injini iendelee tena na wanaamua kushusha mwili wa baba ya Xander ndani ya bahari. Kwa kujua hawawezi kumwambia polisi chochote, Ben anafanikiwa kuwasiliana na Marty na kumhakikishia yeye salama. Siku ya pili, mazishi ya baba ya Xander hufanyika. Rin anajaribu kuelewa maana ya sherehe hiyo. Nguo nyeusi, huzuni. Maddie anaelezea kwamba kila mtu huzungumza kwa njia tofauti na kwamba mazishi yaheshimu wafu. Maddie na Ben wanaenda kutoa pole na Rin anaamua kujiunga nao. Anajaribu kumwomba msamaha Xander kwa kile Donna na merman mwingine alichomfanyia baba yake. Xander ghafla anagundua Rin ni mermaid na anahisi kusalitiwa na Ben kwa kumficha. Ben anajaribu kuelezea kuwa alikuwa anamlinda na kwamba Rin si kama wengine. Lakini Xander anavunjika moyo, akikataa kusikiliza. Anakunywa sana hadi Maddie anasisitiza kumrudisha kwenye mashua yake. Ben anarudi nyumbani na mama yake kwenye mazishi. Helen anakaa na baba ya Ben akiwashukuru kwa kuja licha ya kutokubaliana kwao, hasa kwa sababu anawanyonga wavuvi wa mji kwa faida. Anamwomba ampeleke pesa anazomdeni na anaomba msamaha kwa kuchelewa. Kabla hajaondoka, anamwambia kwamba licha ya kila kitu, bado ni sehemu ya jamii moja. Wakati huo huo, Maddie anamrudisha Xander kwenye mashua yake ambapo anasisitiza atalala. Anamhakikishia kuwa Rin si kama wale waliomuua baba yake, kwamba yeye upande wao. Inafunuliwa kuwa Xander aliwahi kupenda mwanadamu na kumzalia mtoto, lakini mtoto huyo hakuwa binadamu kamili. Kwa hivyo mwanamume alimpeleka mtoto msituni na kumuua. Mermaid alikimbia kurudi baharini na huzuni, lakini binadamu hakuweza kukubali kumwacha. Alikusanya kikundi cha wanaume, akawawinda mermaids baharini na kuwaua wengi wao. Tangu wakati huo, Merfolk wanaamini binadamu ndiyo tishio kuu. Mermaid yoyote anayekaribia binadamu lazima auwe ili kulinda kabila. Ben anazidi kuogopa kwa Rin na anagundua amempenda sana. Donna anabaini uhusiano unaojitokeza kati yao na anaogopa kwa usalama wa dada yake. Rin na Donna wanaamua njia pekee ya kuishi ni kuondoa Merfolk waliobaki wanawataka wauawe. Wanaenda kwenye mahabara na Ben na Maddie. Xander anafika mara tu anapojifunza mwanamume merman aliyemuua baba yake yuko hapo. Ana silaha ya bunduki ya mkuti. Wakati huo huo, Sheriff anaendelea kutafuta Merfolk mitaani. Wanamkabili, wakishambulia, lakini anapiga risasi, sauti kubwa inawavunjia moyo na wanakimbia. Ndani ya mahabara, Rin mwambia Xander wanahitaji kufanya kazi pamoja kuondoa wengineo. Wanajiandaa kutumia wimbo wa Mermaid mwenyewe dhidi yao. Xander na Ben wanajificha na silaha zao, tayari kushambulia. Wakati huo huo, mwanamume na mwanamke Merfolk wanaenda kwenye duka la Helen na kuiba mikuki yake. Mermaid wanafika kwenye mahabara, lakini mwanamke anamwona Ben na Xander na kujibu mara moja. Anamshika Rint na kumvuta mbali. Mwanaume Mermaid anarusha mikuki kwa Ben na Xander. Sheriff anafika, lakini anapigwa mguu na mkuki. Maddie anakimbilia kumsaidia baba yake baada ya kusikia fujo kwenye redio. Rint anafanikiwa kumshinda mwanamke Mermaid. Ghafla, mwanamume anapiga magoti, ishara kwamba Rint sasa amekuwa mwanamke mwenye nguvu baada ya kumshinda wa zamani. Xander anafika, tayari kumuua mwanaume merman aliyemuua baba yake. Sheriff na Ben walijaribu kwa nguvu zote kumzuia, lakini Xander anapiga risasi. Kwa sekunde ya mwisho, Ben anasukuma mkono wake, risasi inampiga Donna badala yake. Rint anaanguka chini kwa machozi, akiangalia dada yake akifa mikononi mwake. Anawaomba Merfolk waliobaki waende nyumbani na wamchukue Donna kwenye nyumba ya Helen. Ambulance na magari ya polisi wanafika, na Sheriff anawadanganya wenzake akidai Kulani alimshambulia, akikataa kufunua ukweli ili kulinda Rint na Donna. Wakati huo huo, uhusiano wa Ben na Maddie unaendelea kuanguka na polepole wanaanza kutengana. Xander anakamatwa kwa siku moja hadi atulie. Hali ya Donna inazidi kuwa mbaya, anaumwa sana, maisha ya Donna yanapotea. Ben kwa huzuni anampigia simu Deka tena. Deka anarudi na sampuli aliyochukua kutoka kwa Donna katika mahabara ya kijeshi na kumiminywa, akitumaini itamwokoa. Anamuomba aimbe wimbo ule ule aliyouimbia hapo awali, lakini Donna anakataa. Akiwa na kuchoka na kukata tamaa, Deka anabishana na Ben, akipiga kelele kuwa anapoteza akili. Lakini Donna anakufa
na hakuna mtu anayeweza kumwokoa. Akiwa na moyo uliovunjika, Deka anaondoka kimya. Rint anavunjika kabisa, akiitaka kumzika dada yake, lakini anajua Donna hawezi kuzikwa kwenye nyumba yao ya bahari. Helen anatoa mahali pa siri pa kuzika. Anawaongoza ndani ya msitu, akifunua makaburi ya siri ya familia yake. Lakini Rint anakataa kumzika Donna miongoni mwa binadamu. Helen anamwambia sio binadamu. Ben na Maddie wanashangaa. Anaelezea makaburi haya ni ya mseto wa makazi ya nchi kavu waliouawa katika mauaji sawa na Sea Mermaid. Helen anafunua ukweli. Mauaji hayakuwa tu baharini, ilikuwa pia dhidi ya mseto kwenye nchi kavu. Mwathiriwa wa kwanza alikuwa binti wa Charles Powell, babu wa Ben. Rint anauliza ikiwa Charles alimuua binti yake mwenyewe, lakini Helen anaelezea hakufanya. Binti yake alizaliwa aliye na ulemavu, sio binadamu kamili wala mermaid. Kwa kujua hakuna daktari wa kibinadamu angeweza kumsaidia, walimpeleka msituni kwa kabila la mseto. Kikundi kinachojulikana kama Hilda walimfundisha kudhibiti mabadiliko yake, na aliishi kwa miaka mingi. Helen anafunua yeye ndiye mzaliwa wa mwisho wa ukoo huo. Ben anashangaa kujifunza kuwa yeye na Helen wanahusiana. Rint hatimaye anakubali kumzika Donna hapo. Baadaye, Ben anakabili baba yake kwa kuficha historia ya kweli ya familia. Baba yake anaomba msamaha, lakini anakataa kuamini mermaids ni wa kweli, akimwambia babu ya Ben alikuwa wazimu na alitaka tu kulinda sifa ya familia. Sheriff anapokea ripoti. Mwili umetoka kwenye ufuo. Ni Dr. Decker. Alijiua. Kwenye mkahawa, Rint anakaa na Helen na Maddie, akiwaambia kuhusu wimbo anataka kusema kwa Ben. Maddie anauliza Helen wimbo huo una maana gani kweli? Helen anaelezea usababisha hamu kubwa katika yoyote anayeusikia. Ghafla Maddie anapokea simu kutoka kwa baba yake, akithibitisha kifo cha Decker, na wanagundua labda alijiua kwa sababu hakuweza kukabiliana na mvuto wa wimbo huo. Rint na Maddie wanapatwa na hofu na kutafuta kila mahali kwa Ben. Ben wakati huo huo yuko peke yake katikati ya bahari. Anasikia sauti ya Rint ikirindima kupitia maji. Akiwa na hakika anamuita, anaruka ndani, akipiga ndizi zaidi na zaidi hadi akazimia. Kwa sekunde ya mwisho, Rint anamwokoa na kusisitiza hakuwa kamwe baharini. Alikisia tu. Nyuma mjini, Maddie anamkabili Ben. Anamwambia uhusiano wao unaanguka, kwamba anamfunga na kwamba amechoka kuhisi kukataliwa kile alichohisi kutoka kwa mama yake walipowaacha miaka mingi. Anaomba msamaha, lakini anakataa kuamini mermaids ni wa kweli, akimwambia babu ya Ben alikuwa wazimu na alitaka tu kulinda sifa ya familia. Maddie anarejea kwenye nyumba na baba yake. Ghafla simu inalia. Ni mama yake akiita kwa mara ya miaka mingi. Wakati huo huo, Ben yuko nyumbani na Rint. Anaomba msamaha kwa kila kitu wimbo huo ulisababisha na anaamua lazima aondoke. Anachagua kuishi na Helen na kujenga maisha mapya mjini mbali na Ben. Ben ameachwa peke yake kabisa, akimkosa Maddie na Rint.